lakini tumetoa tahadhari kubwa. Kwenye uchaguzi watu walichafuka vibaya mno, wajumbe nao wana sehemu yao kule. Sasa Zaika walienea kila mahali, mpaka Makunduchi walifika. Msifikiri kwa sababu mimi nasimamia Zaika kule, wamefika na wamefanya kazi nzuri tu. Lakini kwa nini kiongozi unatoa rushwa ili uchaguliwe? Ni udhaifu mkubwa sana. Kiongozi mzuri hahitaji kutoa rushwa. Wananchi wenyewe wataamua kwamba huyu anatufaa. Rushwa haijengi, inabomoa, inadhoofisha. Na vita vya mapambano vya rushwa ni vibaya zaidi, kwa sababu vinaumiza wananchi, zinaumiza uchumi wa nchi kuliko vita hivi vya silaha. Wakati mwingine unapodhoofisha nchi unaitia umaskini, wananchi unatia umaskini. Kama hayo yote hayo ndio shida. Zaika wanaenda kutoa mafunzo katika wilaya zetu na sheria zetu mbalimbali ili kutoa taaluma. Hata tume ya maadili nao wanatoa taaluma mpaka kwenye ngazi ya sheria. Lakini Zaika na wao wametoa elimu katika vyombo vya habari, vinatolewa elimu mbalimbali zinatolewa kwa lengo la kuwajulisha wananchi juu ya jambo gani ambalo tunahitajia kulijua, hili zuri na hili baya. Na kwa nini tunaambiwa tusitoe rushwa katika kupata haki yako? Kwa sababu haki unapokwenda kuiomba ili ni haki yako mwenyewe. Kama unaomba kitu ni haki yako. Ajira ni haki yako. Sio tena unaambiwa ukitaka kupata ajira hii lazima utoe chochote. Zaidi ya mbali ya rushwa hiyo, kuna rushwa nyingine tunasema hata rushwa za ngono zinakuwepo wakati mwingine. Tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatupendi sana kuzungumzia masuala kama hayo, tukaje tukapata mambo mengine hapa. Lakini kwa ufupi ninachosema ni kwamba rushwa za aina hizo zipo. Lakini alhamdulillah na zinaripotiwa, na zikiripotiwa tunafuatilia. Na tume hii kwa mfano hii Zaika kwa mfano, unapokuwa umefanya jambo kama hilo, hata wewe kiongozi wa level gani, wana mamlaka ya kisheria kukuita wewe. Uchaguzi uliopita baadhi ya viongozi wakubwa tu waliitwa kule, sitaki kuwataja kwa majina. Sasa mimi nazipata zile ripoti pale ofisini kwetu zinakuja. Nitoe tahadhari kwa viongozi wote, wananchi wote, tuepuke kwa njia zote kutoa rushwa. Tusiwe na ile mentality kwamba mimi nikitaka kufanya jambo langu lazima, nikitaka kujenga nyumba hapa nizungumze na sheha, nizungumze na nani, watu wazi basi nikatoe chochote nijengewe. Ni tabia mbaya sana. Nyuzi zangu mimi hazirushwi mkurugenzi kama sijakupeni chochote. Haiwezekani. Ni rushwa. Ni wajibu wenu kutoa nyuzi zangu. Tena hamkutoa msito wetu. Lakini lazima sote tuikimbie rushwa kwa njia zetu zote. Tumeweka ofisi ya DPP, mkurugenzi wa mashtaka. Hii ni sehemu moja ya kusaidia kuendesha kesi kwa haraka zaidi. Na nashukuru tulikokuwepo na sasa hivi nitafauti kabisa. Kwa hiyo mkurugenzi wa mashtaka kazi yake ni kufanya uchunguzi wa kesi zile. Polisi wanapeleka malalamiko wakishafanya uchunguzi, alafu DPP ndio anaipeleka mahakamani. Akifika mahakamani sasa jaji anatoa uamuzi. Lakini pia katika swala zima la utawala bora kuna swala la ofisi ya CAG, yani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Anakagua pesa zote za matumizi yaliyoidhinishwa na baraza la wawakilishi. Akifika pale barazani, tukifika pale tunaripoti shilingi bilioni ngapi zimeidhinishwa. Haya, bilioni ngapi kila wizara zinaidhinishwa, wizara zote. Sasa hivi tuna wizara karibu 18. Kesho kutwa tunakwenda kwenye budget pale, akimaliza budget tu, tukimaliza budget tu, CAG baada inafuatilia pesa zile zinatumika vipi. Ripoti zinatolewa, zamani ilikuwa inatolewa kwa asili, sasa hivi hadharani anaipeleka kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya rais akishaipata anampa waziri anayehusika na masuala ya CAG, kwa sasa hivi ambaye ni mimi, alhamdulillah nazipeleka barazani. Nawasilisha pale muhtasari. Baada ya kamati ya PSC ya baraza la wawakilishi inafuatilia sasa yale yote yalikuwa yameandikwa kwenye ripoti ile. Kutazama je, kuna ubadhirifu wa kiasi gani wa pesa. Kwa hivyo fedha yote ambayo inatumika ya serikali lazima ikaguliwe na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Na nipongeze, wanafanya kazi vizuri sana, wanaendelea kufanya kazi vizuri. Lakini tufahamu kwamba sasa hivi malipo ya serikali yote tunasema yende kwa mifumo. Unalipa kwenye system ile, kwenye mfumo, ili pesa isipotee. Na uhakikishe unadai receipt yako. Na watu mpaka sasa hivi kwenda kwenye vituo vya mafuta, wanatia mafuta pale, tamba nikupe receipt sikupe. Sio akuulize nikupe receipt, ni haki yako kupata receipt. Akikupa receipt ile rekodi inakuwepo pale. Hujapata receipt ndio mambo yanaanza kupotea, fedha za serikali zinaanza kupotea. Kwa hivyo ndugu waandishi wa habari, mambo mengi sana katika siku 100 hizi rais amefanya. Sisi tuna wajibu wa kumpongeza rais wetu, kazi kubwa sana imefanyika. Lakini wapongeze na marais waliopita. Lazima niseme hivyo
kwa sababu kila hatua moja basi uje kuna hatua ya nyuma ambayo ilifanya vizuri. Mtoto anayepata division 1 form 6 kasomeshwa na mwalimu aliyomaliza form 1 mpaka form 4, au sio? Na yule wa form 1 mpaka form 4 anasomeshwa na primary. Kwa hivyo ngazi zote zile kuanzia nursery pale, primary, secondary mpaka kwenye vyuo, tunawapongeza walimu wote wanafundisha level. Lakini na serikali hivyo hivyo, marais wote waliofanya kazi tokea awamu ya mwanzo Mzee Karume, ikaja awamu ya pili ya Mzee Jumbe, ikaja awamu ya tatu ya Mzee Mwinyi, ikaja awamu ya 4 ya Mzee Idrisa, ya awamu ya 5 ya Dr. Salmini, ya 6 ya Dr. Amani, ya 7 ya Dr. Sheni na ya 8 ya Dr. Hussein. Hao wote wamefanya kazi, wanaendeleza juhudi zilizofanywa na viongozi waliopita. Na si mawaziri ndio hivyo. Tumefanya kazi kutokana na kazi zilizofanywa na wazee wenzetu walitangulia. Kwa ndugu waandishi wa habari, hayo kwa muhtasari nimeyasema. Nikizungumza hapa mambo ni mengi mno na muda wetu si mrefu sana, nadhani kuna saa hizi ni moja. Kama kuna maswala niko tayari kuyapokea sasa hivi. Asante sana. Asante sana.